Fabrice Shah wa Iran, alianguka Ngwema wa Equatorial Guinea, akaanguka Bokassa wa Afrika ya Kati, na wa mwisho na mwingine ambaye alikuwa hapo ni Idi Amin Dada. Tanzania ilikuwa na mchango mkubwa. Sasa katika kikao cha OAU mwezi wa 7 mwaka 79, Tanzania ilituhumiwa na Nigeria wakati huyo mzee Olusegun Obasanjo ambaye mnamuona hivi sasa, na Nimeri Jafari Nimeri ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa OAU wakati huo alikuwa anamaliza muda wake. Walituhumu Tanzania, mkutano ulifanyika Monrovia. Tanzania ilituhumiwa na Nigeria na Sudan kwamba imekiuka msingi mkubwa wa agano la kuanzisha OAU la kuvamia nchi nyingine. Mwalimu Nyerere alitoa hotuba ya dakika 5. Na wakati Obasanjo alitoka nje ya ule mkutano pamoja na Jafari Nimeri, Mwalimu alisema kama ni halali mataifa ya Afrika kupiga kelele na kulaani ukiukwaji wa haki za binadamu unaofanywa na makaburu wa Afrika Kusini, kama ilivyokuwa imetokea Soweto mwaka 76, ilivyokuwa imetokea Sharpeville mwaka 60, ilivyokuwa imetokea haki za binadamu unafanyika wapi? Unafanyika Rhodesia, Southern Rhodesia, hiyo ambayo ilikuwa chini ya Ian Smith. Ulikuwa unafanyika na mataifa mengine. Inakuwaje ni halali kwa mataifa haya ya Kiafrika kufumbia macho ukiukwaji wa haki za binadamu ambao unafanya na serikali za Kiafrika ndani ya mataifa yao? Akasema Tanzania haiwezi kuwa sehemu ya umoja kama huo, na haiwezi kukubali hicho kitu. Kwa hiyo Tanzania ilisema kwamba inajichukulia madaraka, na ina madaraka hayo, ina ile haki yake, inailinda haki yake ya ukemea uovu na ukiukaji wa haki za vile tamaduni zao. Toka azimio la mwaka 81, na kwa wale wasiofahamu, nadhani kuna sana ufahamu katika serikali na uongozi wetu, ni kwamba ndio katika mkutano ule ulifanyika na kuwa mgombea wa nafasi ya katibu mkuu wa umoja wa Umoja wa Mataifa mwaka ule 81, akaenda kupambana na Kurt Waldheim wa Austria, lakini kutokana na mizengo ambayo ilifanyika, Salim Mohamed Salim hakuweza kuwa katibu mkuu, lakini China ilimunga mkono, Marekani ikamwekea kura ya turufu, na China ikamwekea kura ya turufu mpinzani wake Salim ambaye ni Kurt Waldheim. Wote wawili walitoe, na ndio Javier Perez ilikuwa akachaguliwa kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa baada ya wao wote kuwa wamejitoa. Kuna historia hiyo, na ukumbuke sasa Tanzania kwa kuheshimu haki zetu za kupigania haki ndio ambao mwaka 71 Salim Mohamed Salim akiwa kiongozi wake, akiwa balozi wetu wa kudumu Umoja wa Mataifa, Tanzania iliongoza jumuiya ya kimataifa kupigania kurudishwa kwa kura ya turufu au kurudishwa kwa China katika baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa. Ni historia ambayo ilikuwa inaheshimika. Tanzania ilikuwa ikizungumza inafanya nini? Inasikika. Na wakati huo ile miaka ya 70 hapa Indira Gandhi alikuwa anakuja kila baada ya mwezi mmoja. Wakina David Owen walikuwa wanakuja hapa. Andrew Young wako hapa kuja kushauriana na Tanzania namna gani ukoloni utakumbusha katika Afrika, namna gani mataifa ya nchi za 77 yatakotakiwa kuenenda. Msimamo uko wapi? Afrika inasemaje? Sasa tulipofika ndio hapo tulipo. Taifa ambalo lilikuwa ni makao makuu ya kamati kuu kamati ya ukombozi wa Afrika. Wakina mzee Hashim Mbita amepata paka na tuzo. Ndio walikuwa wanatoka hapa kwetu wanaongoza hiyo kamati. Leo hii tunaonekana kwamba tunataka kusema kwamba wasituingilie. Wasuingilie katika nini? Katika masuala yako ya kiuchumi? Katika masuala yako ya kitamaduni? Tunasema hapana. Katika masuala yangu jinsi gani ninashughulika na wapinzani? Jinsi gani haki za binadamu zinatekelezwa? Napenda kuiambia serikali, napenda kumwambia rais kwamba kama sehemu ya Umoja wa Mataifa, kama sehemu ya Umoja wa Afrika, kama sehemu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Tanzania na serikali yako inabanwa na inatakiwa itekeleze haki za binadamu. Tuliposaini makubaliano ya kuingia Jumuiya ya Afrika Mashariki, tulikubaliana kwamba ule mwaka 99 tulikubaliana kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki ile ya kwanza iliyovunjika mwaka 77 ilikuwa imevunjika kutokana na nini?
kutokana na ule ushirikiano wa ile jumuiya kutokuwa inaendana na matakwa ya viongozi, haikuwa inaendana na matakwa ya watu. Agano la Jumuiya ya Afrika Mashariki la mwaka 99 linataka wananchi, jumuiya hii sasa iendeshwe na nini, na ushiriki, kukuza ushirikiano wa wananchi wakiwa mtu wa mtu, lakini vile vile kiuchumi, kijamii na kitamaduni. Sasa kama jumuiya hii tukasema vile vile tutakuwa nchi ambazo zinaheshimu misingi ya demokrasia, misingi ya haki tunaheshimu haki za binadamu, tutakuwa ni watu ambao ni nini, ni wazi. Angalia ibara ya 5 ya katiba inavyosema, angalia ibara ya 6 ya katiba ya agano la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunatakiwa tuendelee kwa namna hiyo, na tunasema vile vile kwamba tutaheshimu agano la haki za binadamu, la haki za watu na binadamu la Afrika, na vile vile tamko la haki za binadamu la ulimwengu na ule mwaka 48. Tutaheshimu matamko yote ya haki za binadamu. Sasa tunaposema mwisho wa siku kwamba wasituingilie, si sawa sawa. Tuliweza kuingilia kama ilikuwa sisi ni halali kuingilia makaburi yalikuwa kienenda, kama sisi ilikuwa ni halali kuingilia jinsi ambavyo Idi Amin alikuwa akifanya Uganda, jinsi ambavyo Bokassa alikuwa akifanya Afrika ya Kati, jinsi ambavyo Ngwema alikuwa akifanya Equatorial Guinea, jinsi ambavyo hata ukumbuke mwaka Taibai Rais Moi ndio rais ambaye amekuwa mwenyekiti wa OAU kwa muda mrefu zaidi, sababu ilishikana Gaddafi kwenye mkutano kabili Moi aendelee. Sasa ule mchukue uamuzi ambao utaweza kuweka nani kuhakikisha kwamba tunalinda haki za watu wa Sahara Magharibi, na vile vile tuweza kuweka Morocco iheshimu haki za watu wa Sahara Magharibi. Kama ilikuwa ni halali kwetu sisi kuweza kuingilia mambo yale, na kama ambao tulifanya tulikemea ukiukwaji wa haki za binadamu nani Biafra. Wewe unaona kuna ule uwanja pale Biafra pale Kinondoni, na kuna Biafra pale Msoma. Kwa sababu nafahamu nilikuwa nakaa maeneo ya Biafra pale Msoma. Ilikuwa ni kwamba nilitokana na msimamo wa Tanzania fanya nini kupigania haki za binadamu na kulinda hizo hali. Tumeandamana sehemu nyingi, tumesaidia watu wajikomboe. ANC walikuwa hapa, tumeanzisha na redio ile external service, ilikuwa ni kwa ajili ya nini, ya kupeleka matangazo katika hizo nchi, kupambana na hiyo ukiukaji wa haki za binadamu na za Afrika wenzetu. Tumepinga ukiukaji wa haki za binadamu sehemu mbalimbali. Inakuwaje sasa ni haramu kwa hao wengine kuja kuangalia namna ambavyo tunaendana pale serikali yetu inapokiuka haki za binadamu? Jumuiya ya kimataifa inayo haki ya kukemea, kulaani, kukosoa na hata kudai Tanzania ibadilishe mwenendo wake, na hata kudai uwajibikaji kwa wale ambao wanatenda matendo machafu. Na ndio maana kama ukiendelea vibaya, ukiwa kama Paulo mchafu, au kuweka wajibu hata kuzuia watu wale ambao ni viongozi ambao wanaonekana ni vinara ukiukaji wa haki za binadamu, kuwawekea vizuizi vya kusafiri hati. Msukuma hapa Marekani shamwekea Makonda hiyo vizuio. Nadhani wengine ambao wametoka wamefichwa. Lakini na vile vile mataifa mengine wengine huwa wanazuia hata akaunti zao. Kama ilizokea akaunti zao za benki ziko katika hizo nchi zao, huwa wanazuia. Ni kawaida sana kwa Marekani kufanya hivyo. Marekani wao dakika moja kucheza akaunti yako wanaikausha. Wanakaa nayo. Hiyo fedha zote wanachukua. Sasa sisi kama chama tunasema jumuiya ya kimataifa, watu wa jumuiya ya kimataifa wana haki ya kuja kuangalia mahakama zetu. Na ni haki, sio kama tumejitungia tu. Kuna una International Commission of Jurists inasema ni haki ya wanasheria wa nchi moja kwenda katika nchi nyingine kuangalia namna gani kesi fulani mambo yanaonekana kwamba ni sawa tu. Soka ametekwa na wenzake, amepotezwa, tunaona nini ni sawa. Sasa sisi kama taifa, na kama mtu anaheshimu mkataba wa Montevideo au uhusiano wa kimataifa na ule wa Vienna Convention, huwezi ukataka kwamba nchi yetu iwe kisiwa tarehe 20
ya mwezi wa 5 mwaka 2022, Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania alikutana na kamati ya Chadema ile ya maridhiano